Naye aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua amefichua kuwa hapo jana naibu rais Profesa Kithure Kindiki alituma rafiki yake kumwomba msamaha na pia kumtaka kupunguza kejeli za kisiasa dhidi yake. Gachagua akisema hana shida na Kindiki ila hawezi kumsamea makosa aliyofanyia wananchi, haswa kuamrisha mauaji ya Gen Z na pia kusambaratisha vita dhidi ya pombe haramu. Gachagua akisema kuwa alijaribu kuomba Kindiki lakini hakuweza kumsikiza wakati huo. Aidha, amekashifu serikali kwa kutumia wahuni kuvuruga mikutano yao ya kisiasa. Ubabe wa kisiasa mlimani kati ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ukiendelea kujitokeza. Gachagua amefichua kwamba hapo jana Kindiki alituma rafiki yake kumwomba msamaha na pia kupunguza kejeli ya kisiasa dhidi yake. Gachagua akidokezea kumsamehe Kindiki ila akisema hawezi kumsamehe dhambi alizotendea Wakenya kama kuwaua vijana wa kizazi cha Gen Z. Professor Kindiki sent a friend to talk to me that we are too harsh on him and we should go slow on him and we should forgive him if we have wronged him. Professor, we have no problem. We forgive you for your sins. But there are two we are unable to forgive you. And we must go for you. During the 2024 Gen Z protest, you are the CS Interior. William Ruto instructed you to abduct our children and kill them. I talked to you as my kinsman. I pleaded with you, Professor Kindiki, not to agree to kill young children. You are the CS Interior. You are the one who supervised and executed with the brutal efficiency the abduction and killing of Gen Zs. Gachagua akiweka wazi kuwa damu ya vijana wa kizazi cha Gen Z iko mikononi mwake na Rais William Ruto hata baada ya kumlilia kutofanya hivyo wakati alikuwa naibu wa rais, lakini masikio yake yakawa na nta, ombi lake likiambulia patupu. When William Ruto made a decision to abduct and kill the Gen Zs, he gave that assignment to Professor Kindiki. And he is the one who did it with brutal efficiency. Much as I have heard your cry, I'm unable to forgive you because even you should have mercy on the parents of those young children you killed. Again, I'm unable to forgive you for sabotaging the war on illicit brews that has been killing our people. That war was successful. And as CS Interior, William Ruto instructed you to sabotage that war. Aidha, amemjibu Rais Ruto kwa kuita viongozi wa upinzani wagonjwa, akisema ni vizuri rais ameanza kujali maslahi ya wagonjwa, lakini kwanza ashughulikie na kufadhili hospitali ya kitaifa ya Kenyatta na pia hospitali zingine nchini. I heard William Ruto yesterday saying that some of us who ask him questions that we are sick. According to him, anybody who says Kenya is in the wrong direction, according to him, that person is sick. I want to ask you, William Ruto, thank you that all of a sudden you have developed concern for the sick. Please, don't be concerned about 2 or 3, 4 leaders whom you think they are sick. Kenyans are sick and they are struggling. In Kenyatta National Hospital, there are no drugs. There is no food. All the money collected, paid by patients through eCitizen has been stolen by your government. Please, if you are genuine that you really care about the sick, make sure that Kenyatta National Hospital has enough funds to be. Fredrick Kwambua, Undugu TV.